Jeshi la Urusi limepewa jukumu maalum la kuunda eneo la usalama katika mpaka na Ukraine. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema. Rais Putin amesema hayo wakati wa mkutano wa serikali unaohusu hali katika mikoa ya mpakani mwa Urusi ikiwa ni pamoja na Kursk, Belgorod na Bryansk. Hatua za ziada za kusaidia wakazi wao pia zilijadiliwa. Imeamuliwa kuunda eneo linalohitajika la usalama kwenye mpaka. Vikosi vyetu vya kijeshi vinasuluhisha kazi hii kwa bidii sana. Nafasi za kurusha risasi za adui zimekandamizwa. Kazi inaendelea, Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amesema. Hata hivyo, eneo hilo litakuwa na eneo la wazi, kwamba litaruhusiwa ama Urusi au Ukraine kurusha silaha ama risasi upande wa pili. Wazo la kuunda eneo hilo katika eneo linalodhibitiwa na Ukraine kando na mpaka lilielezewa kwa mara ya kwanza na Putin Machi mwaka uliopita. Bwana Putin wa Moscow anasema kwamba Moscow inaweza hatimaye kulazimishwa kuunda eneo kama hilo ili kulinda raia katika mikoa ya mpaka kutokana na makombora ya masafa marefu ya Ukraine. Wanajeshi wa Urusi wangeunda eneo la usalama ambalo lingekuwa ngumu sana kwa adui kushinda na silaha zake haswa za asili ya kigeni. Ikiwa tunapoona inafaa, Putin alisema wakati huo. Tangazo la Putin linakuja kufuatia makombora ya Ukraine katika mji wa Kursk na Lvov ambao uliacha takribani raia 12 kujeruhiwa, wakiwemo watoto wawili. Kwa mujibu wa gavana wa Kursk Alexandri Khristein, shambulio hilo lililenga eneo karibu na barabara kuu ya Kursk-Rilsk ambapo njia hiyo inaingia mjini. Ripoti za vyombo vya habari zilionyesha kuwa kombora hilo lilihusisha angalau makombora matatu yaliyorushwa na chombo cha kurushia roketi cha HIMARS kilichotoka nchini Marekani. Katika siku mbili zilizopita, Kiev ilifanya shambulio kubwa la ndege zisizokuwa na rubani za masafa marefu hata ndani zaidi ya Urusi. Kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi, jumla ya ndege 485 za Ukraine zisizokuwa na rubani ziliangushwa kote nchini katika muda wa masaa 48 yaliyopita. Takribani ndege za rubani 63 zilinaswa katika mkoa wa Moscow, huku idadi kubwa zaidi ikisimamishwa katika mkoa wa Orel, jeshi lilisema. Hata hivyo, bado kumekuwa na mashambulizi ya hapa na pale, na kwa mchana wa leo ndege 100 za Ukraine zimedondoshwa pia. Jeshi la anga la nchini Urusi limesema kwamba ndege 112 za Ukraine ndani ya siku ya leo zimedondoshwa, na hii ni kupitia Wizara ya Ulinzi ambayo imeeleza hivyo. Hata hivyo, ndege hizo ambazo zilipita katika maeneo 13 nchini Urusi, Wizara ya Ulinzi imesema siku ya leo Ijumaa kwamba ndege hizo ziliangushwa zote kwa kutumia mifumo ya ulinzi ya nchi hiyo ya Urusi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo kwa sasa, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua ya ulimwengu.